Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ndugu wapenzi watazamaji wa channel yetu hii, tunaendelea katika kipindi chetu kizuri Uliza Daktari, na leo ni siku nyingine tena ambayo tunaendelea kuelezea kipengele chetu ama mada yetu ya matatizo ya viungio na hasa katika viungio vya magoti. Kipindi kilichopita, kama utakumbuka ndugu mtazamaji, tulielezea mfumo wa goti, namna ulivyo, namna unavyofanya kazi, lakini tukaelezea pia sababu, miongoni mwa sababu moja ambayo inapelekea magoti yaweze kupata maumivu. Leo tena basi tunaendelea na sababu nyingine ama kundi jingine la matatizo katika magoti, na leo tutaangalia upasukaji wa cartilage za ndani ya goti, kitaalamu tunaita kama meniscus tear. Haya ni majeraha ambayo huwa yanapatikana mara nyingi katika goti, na kundi kubwa la wanaoathirika na hali hii ni watu katika nyanja za michezo, lakini pia vile vile watu wenye uzito mkubwa, hasa upande wa kina dada na upande wa kina mama, ndiyo kundi kubwa ambalo linaathirika zaidi katika hali hii. Meniscus tear, hii ni hali ambayo inaweza ikatokezea katika goti kutokana na kuchanika ama kupasuka kwa moja kati ya godoro tunaita mamto katikati ya kiungio. Hii meniscus kitaalamu ni nyama laini sana, inakuwa ni kama mtu ambao unalalia mfupa ili kuepusha kugusana kwa mifupa miwili iliyokuwepo katika kiungio cha goti. Basi meniscus huweza kupasuka kutokana na ajali, mtu akagongwa ama akaanguka kutoka kwenye chombo, akaanguka kutoka kwenye mti, akaanguka kutoka kwenye ngazi. Hali kadhalika anaweza akatembea kwenye hali iliyo tambarare, akapata kuteleza ama kuanguka, akapelekea kuumiza meniscus ama kuumiza sehemu yake ya goti. Lakini pia vile vile kucheza michezo tofauti, mpira, volleyball, nagi kwa wanawake, kucheza michezo ya kukimbia kama vile riadha, kucheza michezo ya sarakasi, kucheza michezo mengine yoyote ambayo inahusisha mara nyingi utumiaji wa miguu sana na magoti, basi hupelekea kuumia kwa hizi hali. Lakini pia vile vile umri ama kuzeeka. Mara nyingi watu wanapoanza kufika miaka 40, 45, 50, 65 na kuendelea, basi hupata kudhoofika kwa viungio vyao, na mara nyingi sababu za kupasuka kwa meniscus huwa zinaweza zikatokea. Basi vipi utaweza kujua kwamba goti lako limeweza kupata athari katika sehemu ya meniscus ama cartilage laini katikati ya goti? Mara nyingi hutokezea maumivu ya ghafla unapokuwa katika sehemu ya mchezo, ama unapoanguka, ama unapokuwa mtu mzima, huja maumivu ya ghafla tu baada ya kitendo fulani kutokezea, na maumivu hayo yakakufanya ushindwe kusimama, ama ushindwe kuweza kuendelea na movement ama mwendo, ama ushindwe kuendelea na mchezo ghafla na kukaa pengine kitako au na kulala chini kabisa kutokana na maumivu kuwa makali. Lakini dalili nyingine, goti linaweza likawa limelock, limekuwa gumu, kama limefungwa, au kama mfano mtu anaweza kusema nahisi kama kama fundo, goti langu nahisi kama kuna fundo katikati, kama kuna kamba hivi imefungwa. Kwa hiyo analihisi linakuwa gumu katika kunyoka kwake ama katika kulikunja kwake. Basi mara nyingi hiyo huwa ni dalili ya kupasuka kwa hiyo cartilage au meniscus. Lakini pia kunatokezea uvimbe wa ghafla baada ya kuisha kuumia, yanakuja maumivu, kisha baadaye goti linashindwa kukunjuka ama kukunja, na baadaye goti linaweza kujaa ama kuvimba katika sehemu ya chini ama sehemu ya juu katika kifupa kilichokuwa kama duara kinachoitwa kama vile patela. Kwa hiyo mtu anapopata shida kama hiyo, mara nyingi inakuwa ni meniscus ndiyo ambayo imechanika ama kupasuka. Lakini pia kuna tatizo katika kundi jingine la
Maumivu haya ya magoti tunaita kama ni matatizo ya mishipa, sana kitaalamu tunaita kama ni ligamental injuries. Ni majeraha yanayotokezea katika ligaments. Ligaments huwa ni vishikilio vya mifupa baina ya mfupa na mfupa. Mfupa huimarishwa kwa kushikiliwa kwa hivi viungio vinavyoitwa kama ni mishipa, bimaana kwa kitaalamu tunaita kama ni ligaments. Hizi ligament mfano tunapata ligament zinaitwa anterior cruciate ligament ACL au posterior cruciate ligament PCL, au kuna pia vile vile medial collateral ligament and lateral collateral ligament, ni mishipa ya pembeni na mishipa ya ndani ya kiungo. Haya nayo pia vile vile yanaweza yakapata athari hiyo ya kuchanika ama kuwa na matatizo yakapelekea maumivu ya goti. Kwa haraka dalili zake zinaweza zikawa ni kuyumba kwa goti, instability katika goti, maumivu makali baada ya kuumia, pamoja na kushindwa kusimama vizuri ama kutembea vizuri wakati unapotembea. Basi leo tufikie hapa katika mwendelezo wa mada yetu hii, na usikose katika kipindi kinachofuata tutaelezea sababu nyingine ambazo zinaelezea matatizo katika magoti. Asante.